صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اللهم فهمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وذكرنا كل ما نسينا، ثم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Bwana darasa, leo tunaanza sura mpya, sura ya 3 katika utaratibu wa msahafu. Sio sura ya 3 kuteremka, sura ya 3 katika utaratibu wa msahafu. Sura ya kwanza suratul Fatiha, sura ya pili suratul Baqara, sura ya 3 Ali Imran. Sura hii nayo baada ya bismillahi zimefuata hurufu muqatta'a kama ilivyokuwa suratul Baqara. Baada ya bismillahi zilifuata hurufun muqatta'a. Tulisema tuliyoyasema kuhusiana na hurufun muqatta'a. Hurufun muqatta'a ni zile herufi moja moja, hata usomwaji wake zinasomwa moja moja. Qaf wal Qur'ani al-Majid, Sad wal Qur'ani dhi-dhikri, Nun wal qalami wama yasturun, Ta ha ya ain sad, Alif lam mim zinaitwa hurufun muqatta'a. Herufi hizi tafsiri yake nzuri ni Allahu a'lamu bimuradi dhalik. Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo anayojua makusudio ya herufi hizo. Lakini pia tulisema wapo waliotapatapa katika kutafuta tafsiri ya maneno hayo, wapo waliohangaika wakafikia alifu ala uhu inazungumzia neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lam lutfuhu inazungumzia upole wake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na mim mulkuhu inazungumzia ufalme wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini zote hizo ni kuhangaika ambako huenda ikawa tafsiri yake, lakini ukweli wa mambo alif lam mim Allahu a'lamu bimuradi dhalik. Za nini sisi sasa? Kumbe zimeletwa hizo ni kama i'jazul Qur'ani al-Karim. Makuraishi ambao walikuwa wakishindana na mtume kuleta Qur'ani, walipoambiwa fa'tu bi suratin min mithlihi, sura zenyewe zimeanzwa na herufi hizi hizi mnazozitumia nyinyi. Lakini hayo mengine yote tunayaacha kama yalivyo. Makusudio yake Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo anayejua. Mbele tutakuja tuseme mengine kuhusiana na hayo, na hizo herufi hizo. Kuhusiana na herufi hizo yako mengine tutayasema mbele kidogo. Naqulu wa min Allahi nastamiddu al-auna. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaanza kuisoma sura hii. Ar-Rahmani, Mungu mwingi wa rehma.
Arrahim, mwenye huruma, mwenye kurehemu waja wake. Alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradi dhalik, Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye anayejua makusudio ya herufi hizo. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Allahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la ilaha, hapana anayestahiki kuabudiwa, illa huwa, isipokuwa yeye tu. Alhayyu, mwenye uhai wa milele. Alqayyumu, mwenye kusimamia mambo ya wanadamu, mwenye kuyapanga mambo ya wanadamu. Almudabbiru lishuuni lkhalqi. Aya kama hii, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, kama hii hapa aya kamili. Lakini maneno haya tuliwahi kuyasoma wapi? Pengine katika Ayatul Kursi, kule ni sehemu ya aya, hapa ni aya kamili. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, alafu tunaendelea hapa. Hii iendelee, ndio imefika mwisho, ndio mwisho wa aya hapo hapo. Na hiyo bismillah tuliyoisoma juu hapo, bismillahir rahmanir rahim, ni aya inayojitegemea iliyoletwa kwa ajili ya kutofautisha sura moja na nyingine. Ikiisha sura moja tunafuata sura nyingine, tunaanza na nini? Bismillah. Msahafu mzima ila katika Suratut Tauba, mwanzo wake hakuna bismillahir rahmanir rahim. Kwa bismillah sio aya ya kwanza katika sura, bali inakuwa ni aya inayojitegemea iliyoletwa kwa ajili ya kwamba hapa mwanzo wa sura na kule sura ile imekwisha. Isipokuwa katika Suratun Namli, kule bismillahi ni sehemu ya aya. Katika Suratu An-Namli, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kwa bismillah hapa tumesoma ikiwa ni aya inayojitegemea, sio aya ya kwanza ya Ali Imran, lakini ni aya ya kwanza ya katika kila sura iliyojitegemea, inayoletwa lilfasli baina suwari. Bismillah hii ni sehemu ya aya, ni nusu ya aya katika sura An-Namli, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Yanayosemwa hivyo ndiyo pia yanasemwa katika aya ya pili ya suratu Ali Imran. Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, ni aya nzima nzima, aya ya pili inayojitegemea katika surati Ali Imran. Lakini Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ni nusu ya aya, ni sehemu ya aya katika suratu Al-Baqara. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Allahu, Mwenyezi Mungu yeye, la ilaha, hapana mola, hapana anayestahiki kuabudiwa, illa huwa, isipokuwa yeye tu, alhayyu, mwenye uhai wa kudumu, alqayyumu, mwenye kupangilia mambo ya viumbe wake, almudabbiru lishuuni lkhalqi. Allah subhanahu anamwambia mtume wake, nazzala alayka alkitaba, nazzala alayka alkitaba, amekuteremshia wewe hii Qur'ani. Kitabu maana yake Qur'ani. Qur'ani tukufu ina majina mengi, asmaul Qur'ani alkarim ni mengi mno, lakini majina yake mashuhuri ni mangapi? Mawili, inaitwa Al-Qur'an na inaitwa Al-Kitab. Hata katiba zetu nyingi tunaandika kiongozi wetu si kitabu na sunna, si ndio hivyo? Kitabu maana yake Qur'ani tukufu. Qur'ani ina majina makuu mawili, moja Al-Qur'an na pili Al-Kitab.
Mwanachuoni mmoja anaitwa Dr. Abdallah Dirazi katika kitabu chake mashuhuri An-Naba'ul Azim, jina la kitabu linaitwa An-Naba'ul Azim, amesema Qur'ani imekuwa mashuhuri kwa majina haya mawili, kitab na Qur'ani. Hii Qur'ani ili ijulishe kwamba kazi ya kitabu hiki ni kusomwa al-Qur'an, ambayo ni masdar ya neno qaraa, lakini pia imeitwa kitabu ili kitabu hiki kiwe kimeandikwa. Nazzala alayka alkitaba, Allah amekuteremshia wewe Muhammad hii Qur'ani bilhaqi, ikiambatana na hoja za wazi. Qur'ani hii musaddiqan lima baina yadayhi, hali ya kuwa inasadikisha, inaunga mkono vitabu vilivyotangulia. Wa anzala at-taurata, na Qur'ani hii na Mwenyezi Mungu huyo ameteremsha Taurati, wal injila, na akateremsha Injili, min qablu, kabla ya kuiteremsha Qur'ani. Hudan, ameteremsha hali ya kuwa ni mwongozo, linnasi, kwa watu wote. Wa anzala al-furqana, na akateremsha kitabu chenye kutenganisha kati ya haki na batili, ambayo ni nini? Ni Qur'ani, ambayo ni nini? Ni sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Narudia, nazzala alayka alkitaba, Allah amekuteremshia wewe hii Qur'ani bilhaqi, ikiambatana na hoja za wazi, musaddiqan lima baina yadayhi, hali ya kuwa ni yenye kuunga mkono vitabu vilivyotangulia. Wa anzala at-taurata wal injila, na Allah ameteremsha Taurati na Injil min qablu, kabla ya kuiteremsha Qur'ani. Hudan, ameteremsha vitabu hivi hali ya kuwa ni muongozo linnasi, kwa watu wote. Wa anzala al-furqana, maana ya kwanza, na akaiteremsha Qur'ani. Wa anzala al-furqana, maana ya pili, na akateremsha sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna Mtume zimeteremshwa, naam. Mungu anatuambia hivi, wama yantiqu anil hawa, Muhammad hatamki jambo kwa matamanio yake. Kumbe je, in huwa illa wahyun yuha, si vinginevyo hilo alilolitamka isipokuwa ni wahyi aliyoshushiwa Mtume Muhammad. Wa anzala al-furqana. Hapo kuna nukta tatu takriban za kuziangalia. Ya kwanza, kwenye Qur'ani Mungu anasemaje? Nazzala alayka alqur'ana bilhaqqi musaddiqan lima baina yadayhi, na kwenye Taurati na Injili akasemaje? Wa anzala alfurqan wa anzala at-taurata wal injil. Kwenye Qur'ani nazzala, kwenye Taurati na Injili anzala. Sio anachezea misamiati, kila jambo moja lina maana nyingine. Tayib, kwani Qur'ani Mungu lam yunzilhu, hapana, anzalahu. Allah anasema inna anzalnahu fi lailatil qadri, na kule kwenye surati ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Kwa Qur'ani nayo pia anzala. Anzala ni kitu kimeshushwa kizima kizima chote. Qur'ani ilikuwa anapopajua Mungu akaitoa akaiweka katika lauhul mahfudh, akaitoa katika lauhul mahfudh akaipeleka katika Baitul Izza kwenye samai dunia, kisha akaitoa hapo ikashuka kidogo kidogo kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ushukaji wa kutoka lauhul mahfudh kuja mpaka Baitul Izza, ushukaji huu ni anzala. Mungu anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani yote. Unzila fihi alquran, ndani yake imeshushwa Qur'ani yote. Kushushwaje? Kutoka lauhul mahfudh mpaka Baitul Izza, imeshushwa yote katika mwezi wa Ramadhani. Tena mwezi wa Ramadhani wenyewe sio wote, imeshushwa katika usiku wa cheo,
inna anzalnahu, kwa hakika tumeiteremsha hiyo Qur'ani yote, fi lailatul qadri, katika usiku wa cheo, usiku wenye heshima kubwa.